Tukielekea sasa nchini Tanzania, Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam imezuia kwa muda shughuli za kisiasa za chama kikuu cha upinzani Chadema, wakiwemo katibu mkuu, mwenyekiti na safu nzima ya uongozi, baada ya aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa Zanzibar Said Issa Mohamed na wenzake kufungua kesi ya msingi wakilalamikia hatua ya chama hicho kuibagua Zanzibar katika shughuli zake zikiwemo rasilimali za kifedha. Florence Majani ametutumia ripoti ifuatayo. Sarakasi za kisiasa zimeendelea hapa nchini Tanzania baada ya Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam kusimamisha kwa muda shughuli za kisiasa ndani ya Chadema hadi tarehe 24 Juni mwaka huu. Kwa mujibu wa maamuzi ya mahakama, katika kipindi hiki cha siku 14, safu nzima ya uongozi wa Chadema haitaruhusiwa kufanya shughuli zozote za kisiasa. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia kesi iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa Zanzibar Said Issa Mohamed na wenzake wawili, wakilalamikia kuwa Chadema inaitenga Zanzibar katika mipango yake ya kisiasa, hasa upande wa usambazaji wa rasilimali fedha. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Chacha Heche amesema uamuzi huo ni sehemu ya kile alichokiita sarakasi za chama tawala cha CCM katika juhudi za kuikandamiza Chadema. Amejua lini kwamba kuna ubaguzi wa kidini, amejua lini kwamba Zanzibar inapunjwa, ama ni baada ya kushindwa uchaguzi ndio ameona hayo? Hizi ni sarakasi za CCM, tumia watu kujaribu kuzuia chama chetu kufanya shughuli zake. Kwa mujibu wa hati ya malalamiko, walalamikaji wanadai kuwa mgawanyo usio sawa wa rasilimali za kifedha kati ya bara na Zanzibar ndani ya chama hicho ndicho chanzo cha wao kufungua mashtaka hayo. Aidha, wamelalamikia pia kuwepo kwa ubaguzi wa kijinsia, udini na matamko yanayodaiwa kuwa na nia ya kuvuruga muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Uamuzi huo wa mahakama umetolewa baada ya wakili wa Chadema Jebra Kambole kujiondoa katika kuendelea kuisimamia kesi hiyo mapema leo, akilalamikia kuwa hoja za mawakili hazikusikilizwa ipasavyo. Juhudi za kumpata Kambole kwa maoni zaidi hazikuzaa matunda hadi tunakwenda mtamboni. Mwanasheria wa kujitegemea nchini Tanzania William Kahale amefafanua namna mwenendo wa kesi hiyo baada ya wakili Jebra Kambole kujitoa. Inaonekana Jebra alijitoa kabla maamuzi muda wa kufanya maamuzi haujafika. Kwa hiyo ikiwa hivyo, ina maana ni tatizo, hilo ni tatizo na linavunja haki ya mmoja wapo katika hiyo kesi ambaye alikuwa anawakilishwa na huyo wakili. Shughuli nyingine zilizositishwa na mahakama ndani ya Chadema ni pamoja na shughuli za ndani za kisiasa, operesheni za chama, mikutano ya hadhara na vikao mbalimbali vya Chadema. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Na sasa tufululize hadi nchini Kenya. Mwaka mmoja tangu maandamano makubwa ya kupinga kodi na ufisadi maarufu kama maandamano ya Gen Z, vijana wa taifa hilo bado hawajakata tamaa licha ya matukio ya ukandamizaji wa polisi. Lakini sasa wanakabiliwa na mtazamo tofauti kuhusu njia gani ya kufuata kuelekea mbele. Wakiombogo ana uchambuzi ufuatao. Kwa mujibu wa wachambuzi, maandamano hayo yaliyofahamika kama maandamano ya kizazi cha Gen Z yalijitokeza kwa ghafla bila uongozi rasmi na kugeuka kuwa vuguvugu la aina yake katika historia ya Kenya. Yalichochewa na mswada wa fedha uliopendekeza ongezeko kubwa la kodi, hali ambayo iliwaumiza zaidi wananchi wa kipato cha chini, huku kukiwa na kashfa za mara kwa mara za ufisadi serikalini. Takriban 40% ya Wakenya wanaishi katika umasikini. Wimbi la maandamano hayo lilipamba moto hadi kilele chake cha Juni 25 ambapo maelfu ya waandamanaji walivamia bunge wakati wabunge wakijadili mswada huo. Hatimaye shinikizo hilo lilimlazimisha Rais William Ruto kuondoa mswada huo. Hata hivyo, wiki zilizofuata zilishuhudia msako mkali wa polisi uliosababisha vifo vya watu 60 na wengine wengi kuwekwa kizuizini kinyume na sheria. Kwa vijana wengi, hii ilikuwa ishara ya mfumo wa utawala usiotaka mabadiliko. Wachambuzi wanabaini kuwa maandamano hayo yalikuwa hatua mpya ya wanaharakati nchini Kenya, ambapo vijana walivuka mipaka ya kikabila na kijiografia iliyokuwa ikitawala siasa kwa muda mrefu na badala yake kuzingatia ajenda za sera. Lakini sasa kuna mgawanyiko ndani ya vuguvugu hilo. Wakati baadhi ya wanaharakati kama Hanifa Aden wameendelea kushiriki maandamano ya kupigania haki za wanawake na kupinga ukatili wa polisi, wengine wameamua kufuata njia tofauti. Miongoni mwa waliobadili mwelekeo ni Kasmuel Makoure, kijana mwenye umri wa miaka 27 aliyepata umaarufu kupitia hotuba zake kali wakati wa maandamano.
Hivi sasa amejiunga na chama cha upinzani cha ODM kinachoongozwa na Raila Odinga, ambaye kwa sasa ana ushirikiano na serikali. Mark Oure anasema kwamba kujiunga kwake na siasa rasmi ni hatua ya kimkakati, akiongeza kuwa vijana wanapaswa kushika madaraka ya kisiasa badala ya kubaki waandamanaji wasio na mwelekeo. Mark Oure anasisitiza kuwa harakati ya Gen Z ilikuwa imekosa mpangilio thabiti wa kuleta mabadiliko halisi. My reason for joining the ODM and walking away from... Sababu yangu ya kujiunga na ODM na kuachana na vuguvugu la maandamano ni kwamba niliona watu waliokuwa wanajiita viongozi humo walikuwa wakichochea tu kwa ajili ya kufanya usumbufu. Agitating for the sake of agitating. Kwa upande wake, Hanifa Aden anakubaliana kwamba ni muhimu vijana kushika hatamu za uongozi, lakini bila kukubaliana na mfumo uliopo ambao mara nyingi umejikita katika ufisadi. Na tukitoka Mashariki ya Kati tuelekee sasa Marekani. Mvutano unazidi kupamba moto nchini humo kati ya maafisa wa jimbo la California na utawala wa Trump, huku gavana wa California Gavin Newsom akifungua kesi dhidi ya utawala wa Trump kuzuia kupelekwa kwa wanajeshi wa kikosi cha walinzi wa taifa na wanajeshi wa kupambana na waandamanaji wanaopinga kukamatwa kwa wahamiaji na ukandamizaji dhidi yao. Gavana Newsom kutoka chama cha Democratic ameita hatua ya jeshi kupelekwa jimboni mwake kuwa ya kizembe na isiyoheshimu wanajeshi wa Marekani. Swali linaloulizwa hapa ni je, hatua ya Trump kutuma wanajeshi huko Los Angeles ni halali? Swala hili na mengine mwenzangu Amina Abubakar amezungumza na Bandio Mubelwa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya siasa za ndani ya Marekani aliyeko Washington DC. Hili lina utata kwa sababu kama serikali ya shirikisho ikiweza kujiridhisha kwamba kunahitajika msaada kwa ajili ya kukabiliana na kitu ambacho kinahatarisha usalama wa taifa, rais anayo mamlaka, anaweza akafanya hivyo. Lakini wakati wakitokea maandamano, ilipokuwa kitokea kule maeneo ya nafikiri Minnesota wakati wa Black Lives Matter, Rais Donald Trump alipozungumza akasema kwamba sababu pekee hawezi kupeleka majeshi kule ni kwa sababu alikuwa hajaombwa, licha ya kwamba tayari Minnesota alikuwa wameelemewa, lakini anasema alikuwa anasubiri maombi rasmi kutoka kwa governor na mayor, na hiyo imeanza kucheza juzi kwa sababu sasa hivi wakati governor na mayor wanasema usilete kwa sababu utasababisha vurugu zaidi, yeye bado amepeleka. Gavana wa California Gavin Newsom amesema kwamba hatua iliyochukua Trump haikuhusu usalama wa umma bali ilihusu kuridhisha kiburi cha rais, na tayari amefungua kesi dhidi ya utawala wa Trump kupinga wanajeshi zaidi kupelekwa huko. Mwanasheria mkuu wa jimbo la California Rob Bonta alisema hatua ya Trump inahujumu uhuru wa jimbo hilo la California. Unadhani kwa nini rais akakurupuka kuchukua uamuzi huo wa kutuma jeshi kudhibiti maandamano labda bila kushauriana na viongozi wa jimbo hilo? Mambo mawili. Kwanza ni tatizo leo lianzisha yeye, kwa sababu hapa kilichozungumzia si kwamba wanakamata watu. Tukumbuke kwamba Rais Barack Obama alirudisha nyumbani watu wengi kuliko Donald Trump hata ambavyo amewahi kufanya. Lakini issue ni kwamba amewarudisha vipi, amewakamata katika mazingira gani, amewapeleka wapi? Watu wanahisi kwamba ilikuwa ni target. Lakini ukumbuke pia kwamba Rais Donald Trump alikampeni katika kufanya hiki anachokifanya hivi sasa. Kwa hiyo yeye si mtu na kitabia si mtu ambaye anakubali sana kupingwa kwa namna yoyote, na ndio maana amekuwa akiwafukuza na pengine kuwasema vibaya hata watu ambao walipata kumuunga mkono. Inaonekana ni movement ya kisiasa, lakini anasema kwamba mimi ni mandate ambayo nilipewa na watu wa Marekani wakati wananipigia kura. Kwa hiyo hakuna ubishi kwamba licha kwamba anataka lionekane kama ni swala la kiusalama, lakini ni swala la kisiasa zaidi, hasa katika kuhalalisha kile ambacho alikuwa ameahidi. Mubelo, tumzungumzie Senator Bernie Sanders, mmoja wa wanasiasa mashuhuri wa mrengo wa kushoto. Amemshutumu Rais Trump kuipeleka Marekani kwenye njia ya utawala wa kimla. Ameorodhesha vitendo vya Rais Trump vinavyoashiria kupindisha misingi ya kidemokrasia, ikiwa ni pamoja na kuvishtaki vyombo vya habari vinavyomkosoa. Kauli kama hizi zinaiweka wapi Marekani? Zinaimulika Marekani. Ukijua vizuri siasa ya Marekani, utaanza kupata wasiwasi na pengine kuanza kuwaza wanapata wapi ujasiri wa kuanza kukosoa siasa za watu wengine. Anachokifanya Donald Trump mpaka hivi sasa hajavunja sheria hata moja. Kwa maana nyingine ni kwamba kuna mianya mingi katika katiba na sheria za Marekani ambazo zipo pale lakini hazikupata kutumiwa kulingana na aina ya viongozi ambao Marekani ilipata kuwa nao. Hiki pekee kinachofanya kinamulika ama kuangaza namna ambavyo Marekani wanatakiwa kuwa makini zaidi, kwanza katika kutambua sheria zao, pili kutambua mamlaka ya rais, lakini tatu kufikiria zaidi pale anapokuwa anampa mtu madaraka, wakitambua kwamba kama ni mtu asira anao uwezo wa kufanya mambo namna gani na anaweza akatuathiri kwa kiasi gani. Maoni ya umma yanaelekea upande gani katika hili
analolifanya Trump? Hakuna kipindi ambacho Marekani imegawanyika kama hivi sasa. Yani kuna kitu ambacho nafikiri Marekani sasa hivi tumefikia mahali ambapo hajalishi Trump atatoa hotuba nzuri kiasi gani, kuna watu watasema kwamba ni hotuba mbovu kupata kutokea. Trump anaweza akasimama akapiga tu mluzi, na baadhi ya watu wakasema kwamba hii ni kati ya hotuba bora zaidi. Nchi imekuwa iko very partisan, wanaita hivyo, imegawanyika kiitikadi katika fikra ambazo zimefikia kwamba ni ngumu kuelewa uhalisia wa watu wanasimama wapi. Ni Bandio Mobelu, wa mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya ndani ya Marekani aliyeko kule Washington DC, kama alivyozungumza na mwenzangu Amina Abubakar. DW tunavuma kwa kishindo.